Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia machache kwenye hotuba hii ya budget kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuletea maendeleo wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze mawaziri wote wawili pamoja na timu zote za wataalam wa wizara zao kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza maono yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa kwenye kamati ya Bunge ya Budget kwa miaka 5, nimeshuhudia dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais katika kuwaletea Watanzania maendeleo na katika kuhangaika sehemu mbalimbali kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyakati zingine tumeshuhudia Mheshimiwa Rais ameweza kutafuta nyongeza ya bajeti ili kufidia mapengo ambayo yalionekana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili nampongeza sana Mheshimiwa Rais tena na tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naunga mkono maoni ya kamati yote yaliyotolewa hapa, lakini pia naunga mkono hoja hii iliyoko mbele yetu hapa. Tumeona asilimia kubwa ya maoni ya kamati ya Bunge ya Budget yameweza kuzingatiwa kwenye utekelezaji wa mpango huu wa budget ambao Mheshimiwa Waziri aliusoma hapa mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na utekelezaji wa bajeti ya serikali, tumeona kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 23-24 tumeona ufanisi mkubwa katika utekelezaji wa bajeti ya serikali. Tulianza na utekelezaji kwa asilimia 89.7 na mpaka 2023-24 tumeona utekelezaji umekuwa kwa asilimia 96.7. Kwenye hili naendelea vile vile kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha basi bajeti za serikali zinatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mafanikio haya kwa kiasi kikubwa yametokana na kuboresha kwa mifumo ya ukusanyaji wa kodi. Na kwenye hili naomba nimpongeze kipekee kabisa Commissioner General wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kuendelea kwa mipango yake thabiti na jitihada zake za kuendelea kuhakikisha mapato ya serikali ya kodi yanaendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Na hadi kufikia mwezi Mei 24-25 tumeona makusanyo ya kodi yameongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 26.86 ambayo ni sawa na asilimia 91.23. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili ni wazi kabisa tukiendelea na kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato, tunaona ni dhahiri kwamba uko mbeleni basi bajeti ya serikali inaweza ikahudumiwa pekee hata zaidi ya asilimia 90 na mapato ya serikali ya ukusanyaji ya kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikienda moja kwa moja kwenye mapendekezo ya kikodi aliyoyatoa Mheshimiwa Waziri kwenye hotuba yake, nipongeze serikali. Tumeona wameweza kupunguza kodi kwenye kodi ya punguzo la VAT kutoka asilimia 18 hadi asilimia 16 kwenye malipo yanayofanywa kwa njia ya mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hii itapelekea kupunguza matumizi ya fedha taslimu kwa wananchi, na ndo dunia inapoelekea kwenda kwenye cash light economy. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti itarahisisha malipo, lakini vile vile itarahisisha usimamizi na ukusanyaji wa mapato na hivyo kuongeza mapato ya serikali. Nipongeze sana serikali kwa jitihada hii iliyoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala jingine pia kwenye mapendekezo ya kikodi, tumeona kwamba kwenye ukurasa wa 160 Mheshimiwa Waziri alitueleza hapa amependekeza kwenye marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 kuongeza ushuru kwenye huduma za mawasiliano ya kielektroniki kutoka asilimia 17 hadi asilimia 17.5. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwenye malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya kufikia 2050 tunaona kwamba tumejiwekea malengo ya kupeleka Tanzania kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ongezeko hili la asilimia 0.5 litaenda kuongeza gharama ya miamala kwa wananchi wetu na hivyo basi kuondoa malengo yetu haya ya kwenda kwenye Tanzania kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya budget mara kwa mara imekuwa ikishauri serikali kupunguza gharama za miamala ili basi wananchi wengi waweze kutumia mitandao ya kielektroniki, lakini waweze kutumia pia
kutumia bidhaa za kielektroniki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuongezeka kwa asilimia 0.5 kutapelekea Watanzania wengi washinde kumudu gharama za miamala, lakini gharama za mabando mbalimbali, na hivyo basi malengo ya serikali kutofikiwa kupeleka Tanzania kidijitali. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshauri Mheshimiwa Waziri aweze kuangalia upya pendekezo hili, kwani litarudisha nyuma kufikia malengo ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niongelee kidogo kwenye vyanzo vya mapato. Ili bajeti yetu iweze kuendelea kufanikiwa kwa ufanisi mkubwa, ni lazima tuendelee kubuni vyanzo vipya vya mapato siku hadi siku. Lakini vyanzo hivyo ambavyo pia tuangalie vyanzo ambavyo haviwezi kumuumiza mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwenye hili naomba niongelee, kuna biashara ya hewa ukaa, biashara ya carbon, ambayo biashara hii Mheshimiwa Mwenyekiti, mtaji wake ni rasilimali zetu tulizonazo, lakini serikali bado haijatilia mkazo biashara hii na